Wapendwa Waislamu, wapendwa watu wa kheri, wapendwa watu wa Qur'an, Ramadhan Karim, Ramadhani Mubaraka. Kutoka hapa katika viwanja vya Diamond Jubilee, mahala ambapo mashindano makubwa kabisa ya kitaifa ya Aisha Sururu Foundation yanafanyika. Ukumbi ukiwa umejaa, Mheshimiwa Rais Mwinyi akiwa hapa ndani na viongozi mbalimbali wako hapa ndani, akiwepo katibu mkuu wa BAKWATA, akiwepo mwenyekiti wa Umoja wa Maimamu Tanzania Sharif Suria, akiwepo Sheikh Jenga ambaye amemwakilisha Mheshimiwa Mufti na viongozi mbalimbali, bila kumsahau Sheikh Arad Musa, mwenyekiti wa Jamii ya Taifa, wako hapa. Na mimi hapa niko na kiongozi mkubwa kabisa kutoka Kigoma, ambaye yeye ni mwakilishi wa Aisha Sururu Foundation kule Kigoma. Atazungumza machache, lakini kwa kuwa leo tunamaliza mashindano haya, mimi nizungumze jambo moja. Kumalizika kwa mashindano haya ni kuanza kwa mashindano mengine. Mashindano mengine ambayo yatahusisha watoto wadogo ni mashindano ya TIPSO. TIPSO ni jumuiya ya shule za msingi za Kiislamu hapa Tanzania, jumuiya inayofanya vizuri kabisa katika elimu, katika taaluma na katika Qur'ani. Tarehe 7 mwezi huu wa 3 katika viwanja vya DYCC watakuwepo pale kwa ajili ya kufanya mashindano makubwa kabisa ya mashindano ya Qur'ani ya kitaifa. Lakini kwenye mashindano ya TIPSO kutakuwa na kitu cha kipekee sana ambacho hakipo katika mashindano yote, na chenyewe ni uchambuzi, maonyesho ya uchambuzi wa Qur'ani na sayansi na tafsiri yake yatafanyika pale. Hakuna mara ambapo umepata kushuhudia Islamization of knowledge kwa mtazamo wa Qur'ani. Kupitia mashindano ya Qur'ani ya TIPSO utapata kushuhudia maonyesho ya uchambuzi wa Qur'ani na sayansi pamoja na tafsiri yake. Tarehe 7 ya mwezi wa 3 mwaka huu 2026, mikoa yote ya Tanzania watakuwepo pale kuhakikisha kwamba kila jambo letu linakwenda kama lilivyopangiliwa. Tumsikilize sasa mheshimiwa, atajitambulisha mwenyewe, anazungumziaje mashindano ya Aisha Sururu na mengine yanayokuja. Karibu. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi naitwa Ndimukwanko Mahmud Kamana, ni mwakilishi na nasema reporter wa Aisha Sururu Foundation kutokea pale katika mkoa wa Kigoma. Tuko hapa kwenye mashindano yanayotimiza robo karne, kwa maana miaka 25 tangu kuanzisha kwake, mashindano ambayo yanaandaliwa na ya Aisha Sururu, mwanamke pekee ambaye amevunja rekodi ya Tanzania, Afrika, pengine na duniani, kwa ni mwanamke pekee ambayo anaandaa mashindano ya Qur'an tukufu, hususan kwa vijana wanaoanzia chini ya umri wa miaka 30. Kwa najivunia kuwa sehemu ya mtu ambaye atakayeshuhudia, ambaye nimeshuhudia mashindano haya yakitimiza robo karne, ambapo mgeni rasmi siku ya leo ni mwenyekiti na rais wa serikali ya Zanzibar pamoja na Baraza la Mapinduzi ya serikali ya Zanzibar. Kwa tuko hapa kushuhudia hilo, na sisi kama wadau wa Qur'ani tunafarijika sana kuona vitu hivi vya kheri vinafanyika katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Lakini uwepo wetu hapa katika mji huu wa Dar es Salaam hauachilii mbali kushiriki katika shughuli za Qur'ani tu, pia kuna shughuli nyingine ambazo zinatukutanisha, lakini tukipata fursa hii ya kukutana na wadau kama hawa, basi tunajadili kwa pamoja kilichoko mbele yetu, na haya ni matarajio makubwa. Tunaamini kupitia hili, kushirikiana na UMATA na wadau wengine, tunakuja kuzindua mpango rasmi wa kuwavusha watu kitaaluma na kuwarasmisha kupitia fursa ambayo imepatikana kupitia serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante, naendelea kufuatilia na kufahamisha kila kinachoendelea kutokea hapa. Asante na karibu.